Kuna watu wamechelewa juu ya jambo fulani, hawajui ya kwamba kuna mtu ambaye hajamalizana nao. Kuna watu wamekosea juu ya jambo fulani, wamekosea kabisa, sio. Kuna watu kabisa katika jamii yetu, na kuna mtu yuko hapa leo anajuta hata juu ya jambo fulani, leo anajuta juu ya ndoa yake. Sikiliza mtu wa Mungu, wewe unahitaji finyango leo. Sikiliza mtu wa Mungu, Mungu huyu anajitambulisha leo ya kwamba kataa ukubali, yeye ni mfinyanzi. Kuna watu kabisa tunaishi nao katika jamii, mambo yao yameharibika, haijaharibika tu, mambo yao yamegoma, lakini katika vitabu vyote hivi, na ndio maana huyu Mungu ukisoma sasa mstari ule wa 6 katika Yeremia, msisome Biblia kwanza, mstari ule wa 6 katika sura ile ya 18 kwanza mstari ule wa 6, Yeremia inajitambulisha kwamba Mungu ni mfinyanzi, na anajitambulisha ya kwamba japo kile chombo kiliharibika kwa huyu mfinyanzi wa kibinadamu, lakini hapa anakumbusha ya kwamba huyu Mungu ambaye anatengeneza mambo yake anajifananisha ya kwamba hata leo anashuka kwa mtu fulani kutengeneza tabia, anashuka kwa mama fulani kufinyanga mambo fulani, anashuka kwa njia ya Roho Mtakatifu, kama siku za maombi hizi ambazo tumejifunza kwamba tunahitaji kutengenezwa na Mungu, tunahitaji kufunguliwa kutoka wapi? Kufunguliwa kutoka ndani. Baada ya huku nje tutaonekana tu ya kwamba huyu mtu tayari ameshafunguliwa. Kitu ambacho leo tutahitaji zaidi kitutengeneze kama wacha Mungu wenzangu ambao nimekuwa nikiwaambia, kataa ukubali mzee wangu kabisa, kataa ukubali. Kama hujamruhusu Yesu leo katika mambo yako kuwa mfinyanzi, kukutengenezea ni kazi tu. Lakini leo Mungu anatoa matumaini kwa watu ambao wanaonekana kuchelewa katika jambo fulani, kwa watu ambao wanaonekana kukosewa katika jambo fulani. Anatoa tumaini ya kwamba haujachelewa, bado Mungu hajamalizana na wewe, yuko kazini. Watu wa Mungu hawajanisikia. Huyu Yesu leo anajitambulisha ni mfinyanzi kwa sura nyingine tena. Sisi anatuleta kama udongo, na ndio maana anazungumza ya kwamba kuna mtu fulani ambaye mambo yake kabisa yanaonekana kuchelewa, kuharibika, na hata hivyo hata uchumi wake haujulikani hata sasa. Leo Mungu anajitambulisha, wewe alikufinyanga, wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Kwa hiyo usiteseke sana, bado hajamalizana na wewe.